Picha linaanza akionyeshwa mchawi mmoja, lakini kiuhalisia yeye si mchawi wa kweli. Huwavutia watu kwa mbinu zake za ujanja wa kudanganya macho. Lakini hata hivyo, yeye ni maskini sana. Ni maskini kwa sababu maonyesho yake hayana faida yoyote. Jina lake ni Oz. Baada ya kufanya onyesho lake kwenye ukumbi, Oz akarudi chumbani kwake. Akiwa huko, akamwona mwanaume mbabe kutoka kwenye onyesho akija kumpiga kwa sababu Oz alikuwa akichepuka na mke wake. Oz akafanikiwa kujiokoa kwa kupanda kwenye puto la safari. Hata hivyo, yule mwanaume mwenye nguvu alikuwa na hasira sana na kujaribu kuvuta kamba ili kumshusha chini. Kabla hajafanikiwa, Oz akakata kamba na puto likaanza kuruka angani. Lakini muda mfupi baadaye, Oz akaona kimbuna kikubwa sana mbele yake na puto lake likanaswa ndani ya kimbuna hicho. Wakati huo, Oz alikutana na matukio mengi ya kutisha, lakini akafanikiwa kupona na kutoka kwenye hatari hiyo. Baada ya muda, puto lake likaanguka ndani ya mto. Sehemu hii ilikuwa nzuri sana. Muda huo huo, msichana mmoja akatokea na kumwambia Oz kuwa atoke kwenye maji kwa sababu kuna viumbe wa ajabu. Viumbe hao walionekana wazuri sana, lakini ni wakorofi. Oz akasema kuwa viumbe wa ajabu wapo kwenye hadithi tu, watatokea wapi kwenye maisha ya kweli? Muda mfupi baadaye, viumbe hao wakaanza kumshambulia. Oz akashangaa sana kuona yote hayo na akatoka kwenye maji. Oz akamuuliza msichana huyo mahali hapa ni wapi, kwa sababu hajawahi kuona sehemu nzuri kama hii. Msichana akasema kuwa jina la sehemu hii ni ardhi ya Oz. Oz akashangaa kusikia hivyo na kumwambia kuwa jina lake pia ni Oz. Baada ya hapo akampatia ua kwa kutumia ujanja wake wa kichawi. Msichana akafurahia sana na kusema kuwa unabii wa mfalme wao umetimia. Mfalme wao kabla hajafa alisema siku moja mchawi mwenye nguvu sana atashuka kutoka angani kuwalinda na kwamba yeye ndiye atakayekuwa mfalme hapa. Oz akauliza, je, hiyo inamaanisha kwamba nitatawala hapa? Je, nitakuwa na jumba la kifalme pia? Msichana akasema ndiyo, utakuwa nalo. Oz akauliza tena kama atapata chakula kingi, na msichana akasema ndiyo, chochote utakachotaka utapata hapa. Lakini wewe ni mchawi kweli? Oz hakuwa mchawi wa kweli, hivyo akadanganya na kusema ndiyo, mimi ni mchawi. Ghafla sauti nyingi za kutisha zikaanza kusikika kutoka juu. Msichana akamwambia Oz kuwa kama hutaki kuwa chakula cha wachawi wa angani, basi kimbia haraka sana. Mara moja wakaanza kukimbia na kupata sehemu ya kujificha. Wachawi wa angani wakashindwa kuwaona, hivyo wakaondoka. Oz akamuuliza msichana, hao ni kina nani? Msichana akajibu kwamba kuna mchawi hapa na wale walikuwa wafanyikazi wake. Oz akasema kwamba hapendi wachawi kabisa. Msichana akasema kwamba yeye pia ni mchawi, lakini ni mchawi mwema. Oz akasema haiwezekani, kwani kama kweli msichana ni mchawi, basi ufagio wake uko wapi? Msichana akashangaa na kuuliza, ufagio una faida gani kwa mchawi? Oz akasema kwamba kwa kutumia ufagio, mchawi anaweza kuruka angani. Msichana huyo ambaye jina lake ni Theodora hakuelewa kabisa alichomaanisha Oz. Oz akamuuliza Theodora wachawi wa nchi hiyo ni hatari kiasi gani. Msichana akasema kwamba mchawi huyo ni hatari sana. Alimuua baba yake kwa kumpa sumu, ambaye ndiye aliyekuwa mfalme wao, kwa sababu mchawi alitaka kuwa malkia mwenyewe. Ndiyo maana dada yake mkubwa alimfukuza mchawi huyo kutoka kwenye ufalme. Theodora akasema kwamba dada yake mkubwa pia anamsubiri Oz. Hata hivyo, Oz hakuelewa mambo mengi yaliyosemwa na Theodora, lakini chochote alichokisikia akakikubali. Oz akaanza kumtongoza Theodora kwa sababu hiyo ndiyo tabia yake. Usiku huo wakacheza pamoja pembeni ya moto. Theodora akasema kwamba hakuwahi kufikiria kuwa atakutana naye. Labda hatima yake ilikuwa imepangwa kwa ajili yake. Kiuhalisia, Theodora alikuwa ameanza kumpenda Oz. Oz akasema kwamba naye anampenda Theodora, lakini ukweli ni kwamba Oz hakumpenda Theodora. Alisema hivyo ili kuupata ufalme tu. Walipokuwa wakielekea kwenye ufalme wao, njiani wakaona tumbili mwenye mabawa akiwa amenaswa na mizizi ya miti. Tumbili huyo akaomba msaada. Theodora akamwambia Oz amsaidie. Oz akamfuata tumbili huyo na kuanza kukata mizizi iliyomfunga. Oz akamwambia tumbili kwamba hakuna haja ya kuogopa mizizi hiyo. Lakini tumbili akamwambia kuwa haogopi mizizi hiyo, bali aangalie nyuma yake. Oz alipogeuka, akaona simba mkubwa sana akikimbia kuelekea kwake. Kabla simba hajamshambulia, Oz akafanya mlipuko wa rangi kwa ujanja wake wa kichawi. Simba akaogopa na kukimbia. Theodora na tumbili wakashangaa sana kuona hayo yote. Wakamwambia Oz kwamba yeye ni mchawi mkubwa. Tumbili akamwambia Oz kwamba atalinda maisha yake. Hivyo tumbili akaapa kuwa mtumishi wake milele na atafanya kila atakachoambiwa. Hata hivyo,
Oz akamwambia tumbili kwamba hahitaji kuenda naye, lakini tumbili alivutiwa sana na ujanja wa Oz na akaamini kuwa Oz ndiye mchawi aliyetabiriwa. Tumbili akasema kwamba tayari ameapa, hivyo atakuwa mtumishi wake milele. Baada ya hapo, tumbili huyo akaandamana nao kuelekea kwenye ufalme. Lakini baada ya kutembea kidogo, wakati Theodora hayupo pamoja na Oz na tumbili, Oz akafichua siri na kumwambia tumbili kwamba yeye si mchawi wa kweli. Tumbili akashangaa sana kusikia ukweli huo. Akamuuliza Oz kwa nini hakumwambia jambo hilo alipokuwa akiapa kuwa mtumishi wake. Oz akamwambia tumbili azungumza kwa heshima, kwa sababu tayari ameapa kuwa mtumishi milele, hivyo lazima afanye kama atakavyoambiwa. Oz akamwambia tumbili kwamba watapaswa kuwashawishi watu wa ufalme huo kuwa yeye ni mchawi wa kweli na tumbili atamsaidia katika kazi hiyo. Baada ya hapo, watatu hao wakafika kwenye jumba la kifalme. Huko, Theodora alikuwa na dada mkubwa aitwaye Evanora. Akamkaribisha Oz na kujitambulisha kama mshauri wa mfalme. Akamwambia Oz kwamba kuanzia sasa yeye ndiye atakuwa mshauri wake. Ingawa Evanora hakufurahia kuja kwa Oz katika nchi yao, Evanora akamtaka Oz aonyeshe uchawi wake. Oz akakubali kuonyesha uchawi wake, lakini akasema atafanya hivyo kwa wakati mwingine. Baadaye, Evanora akampeleka Oz kwenye mali za mfalme. Oz alipoziona mali hizo, akafurahi sana na kujitangaza kuwa ni zake, pia akijitangaza kuwa mfalme. Evanora akamwambia Oz kwamba bado yeye si mfalme na ili awe mfalme lazima amuue mchawi. Kulingana na unabii ulivyotabiri, akimshinda mchawi huyo ndiyo atakuwa mfalme na mali zote zitakuwa zake. Oz akajiuliza kama unabii huo ni wa kweli. Evanora akamwambia Oz kwamba lazima aende kwa mchawi na avunje fimbo yake ya kichawi, kwa sababu maisha ya mchawi huyo yapo ndani ya fimbo hiyo. Mchawi akifa, kila kitu kitakuwa sawa. Oz akajiandaa kukabiliana na mchawi, lakini akataka kumuona Theodora kabla hajaondoka. Evanora akamwambia asiwe na wasiwasi, kwamba atamjulisha Theodora kuhusu yeye. Kisha Oz na tumbili wakaelekea mahali alipo mchawi. Njiani wakaona mji uliotengenezwa na udongo ambao uliharibiwa na askari wa mchawi. Wakaona pia mdoli wa udongo uliojificha. Mdoli akamwambia Oz kwamba askari wa mchawi wameharibu mji wao na miguu yake yote miwili imevunjika, hivyo hawezi kutembea tena. Oz akauliza kwa nini wamefanya hivyo, na mdoli akaeleza kwamba walikuwa wakisherehekea ujio wa Oz, jambo ambalo mchawi hakulipenda, hivyo akaangamiza mji wote. Oz anamwambia mdoli asiwe na wasiwasi, atamtengenezea miguu yake. Oz akatoa gundi kutoka kwenye begi lake na kuirekebisha miguu ya mdoli. Mdoli akafurahia sana na kumkumbatia Oz akisema kweli yeye ni mchawi mkubwa. Oz, mdoli na tumbili wakaendelea na safari yao. Plani yao ilikuwa ni kuivunja fimbo ya mchawi na kumwangamiza. Walipofika huko, wakaona kivuli cheusi. Wakagundua kuwa huyo ndiye mchawi. Oz akaenda kuchukua fimbo yake ya kichawi na akafanikiwa kuipata. Lakini alipokuwa karibu kuivunja, kile kivuli cheusi kikaonekana mbele yao. Wote watatu wakaogopa sana. Hata hivyo, kivuli kilipofungua nguo yake, ikagundulika kuwa si mchawi bali ni msichana mrembo. Akajitambulisha kwa jina Glinda, mchawi mwema. Oz akamwambia kwamba Evanora alimwambia kuwa yeye ndiye mchawi mbaya. Glinda akamweleza kuwa yeye si mchawi mbaya bali Evanora ndiye mchawi halisi. Evanora alimzushia Glinda kuwa ndiye aliyempa sumu mfalme na pia alimgeuza Theodora dhidi yake. Theodora akaamini kuwa Glinda ni mchawi katili, lakini ukweli ni kwamba Evanora ndiye mchawi wa kweli. Muda huo huo, Evanora aliangalia yote haya kupitia uchawi wake wa kioo na akakasirika sana. Akauliza, Glinda ataendelea kujilinda dhidi yake kwa muda gani? Muda huo huo, Theodora akaja na kumuuliza Evanora kama amemuona Oz. Evanora akajibu ndiyo na akamwonyesha kupitia uchawi huo Oz akiwa pamoja na Glinda. Theodora akasema kuwa Oz ameenda kumuua Glinda, hivyo ina maana amani itarejea katika ufalme. Evanora akasema, ndiyo, uko sahihi. Muda huo huo, akaunda kisanduku cha kichawi kutoka kwenye ubao wa mbao bila Theodora kuona. Theodora akauliza, amepata wapi kisanduku hicho? Evanora akasema kuwa Oz alikuja chumbani kwake usiku uliopita, wakacheza pamoja na akampa kisanduku hicho kama ishara ya mapenzi yao. Theodora akaumia sana kusikia hivyo kwa sababu Oz alimpa kisanduku kama hicho na kumwambia ni ishara ya mapenzi yao pia. Ingawa Evanora alidanganya, Theodora hakutambua hilo. Akamwambia Evanora kwamba Oz alimwambia atamfanya kuwa malkia wake. Evanora akasema kuwa Oz alimwahidi yeye pia hivyo hivyo. Theodora akakasirika sana na machozi yakamjaa machoni. Akasema Oz atalipia hilo.
Evanora akamwambia yuko sahihi na amshambulie Oz pamoja na yule mchawi. Theodora akasema hawezi kufanya hivyo kwa sababu anampenda Oz. Evanora akamwambia asahau kuhusu mapenzi na afikirie kulipiza kisasi. Akamwahidi kwamba atamsaidia. Pia Evanora akawatuma askari wake kwenda kumuua Oz na Glinda, na wote wakafika huko na kuanza kuwashambulia. Lakini Oz, Glinda na wenzake pamoja na mdoli wakafanikiwa kutoroka kutoka hapo na kufika mahali ambapo Oz alikuwa na washirika wengi. Wakati huo, Evanora akampa Theodora apo la kijani na kumwambia kwamba akila apo hilo, maisha yake yatabadilika kabisa na baada ya hapo watawala nchi hiyo kwa pamoja. Theodora akalila apo hilo na mara tu baada ya kulila akagundua kwamba Glinda si mchawi mwovu bali ni dada yake mwenyewe. Evanora akasema, "Ndiyo, mimi ndiye mchawi mkuu." Akamwambia Theodora kwamba sasa amemweka huru kutoka kwenye kifungo cha wema milele na hivi karibuni nguvu za uchawi zitaingia ndani yake. Katika muda mfupi Theodora akabadilika kabisa, uzuri wake wote ukageuka kuwa ubaya. Akasema kwamba atalipiza kisasi kwa Oz. Baada ya kula apo hilo, huruma yake ikatoweka kabisa na sasa alitaka kulipiza kisasi kwa Oz na Glinda kwa gharama yoyote. Ili kufanikisha hilo, akaondoka hapo. Kiuhalisia, mji huu wote uko ndani ya ukuta wa ulinzi na kila mtu yuko ndani ya ukuta huo. Wakati huo, watu wakaangalia angani ambapo kulikuwa na wingu la kutisha lililoungwana likijaribu kuvunja ukuta huo. Glinda akasema hakuna anayeweza kuvunja ukuta huo, lakini ghafla ukuta ukavunjika na Theodora akatokea mbele yao. Muonekano wake wote ulibadilika na kuwa wa kutisha sana. Akamuinua Oz juu angani kwa nguvu zake za kichawi, lakini kabla hajamdhuru, Glinda akamzuia. Akamwambia kwamba Evanora amemroga, ndiyo maana anafanya hivyo na haelewi anachokifanya. Muda huo huo, mwanamke mmoja kwenye kundi la watu akamwambia Theodora aondoke, la sivyo Oz atamuua. Theodora akasema wao ni wajinga kwa kumwamini Oz. Akamwambia Glinda kwamba atarudi hivi karibuni pamoja na dada yake na atalipiza kisasi kwa wote. Glinda akamwambia asiwadharau kwani watapigana na kushinda kwa sababu pia walikuwa na Oz upande wao. Theodora akasema kwamba atakaporudi atamuua kwanza Oz kwa uchawi wake, ndipo atagundua jinsi mtu huyo alivyomdanganyifu na mjanja. Baada ya hapo akachukua ufagoo kutoka kwa mwanamke mmoja na kuruka nao angani. Sasa Oz akajiandaa kuondoka. Glinda akajaribu kumzuia, lakini Oz hakutaka kubaki tena hapo. Akasema kwamba hapo awali kulikuwa na mchawi mmoja, lakini sasa wako wawili na wa pili ameahidi kumuua. Akaongeza kwamba yeye hana uchawi wowote. Glinda akamwambia kwamba anajua kuwa Oz si mchawi wa kweli, lakini yuko hapo kwa sababu muhimu. Oz akasema kwamba yeye ni binadamu wa kawaida tu anayejua ujanja mdogo mdogo na kwamba mchawi wanayemtafuta si yeye. Kabla Oz hajaondoka, mdoli wa udongo akatokea. Mdoli akasema hawezi kulala peke yake. Glinda akamwambia atampeleka, lakini mdoli akasema baba yake ndiye aliyekuwa akimlaza. Kiuhalisia, familia yote ya mdoli ilikufa na sasa alitaka Oz ampeleke kulala. Oz akamweka mdoli kitandani, kisha mdoli akamuuliza kama atatimiza ombi lake. Oz akasema hawezi. Mdoli akasema kama mfalme wao wa zamani angekuwepo, angemsaidia, na kama angekuwa hai, angemwomba arudishe familia yake yote. Oz akasema yeye si mchawi wa aina hiyo. Akaeleza kwamba katika dunia aliyotoka hakuna wachawi wa kweli, lakini kuna mtu aliyeitwa Thomas ambaye ni mwanasayansi, ingawa watu humchukulia kama mchawi. Mdoli akauliza kama mtu huyo hutimiza maombi ya watu, na Oz akasema hapana, lakini alifanikisha mambo mengi hata bila kuwa na vifaa vingi. Oz akasema siku zote alitaka kuwa kama Thomas. Mdoli akamwambia Oz kwamba anajua kuwa yeye si mchawi wa kweli, lakini hatawacha kamwe kumwamini. Muda huo wazo likamjia Oz. Akaenda haraka kwa Glinda na kumwambia kwamba amepata njia. Akampa kitabu cha uchawi. Oz akasema ingawa yeye si mchawi wa kweli, lakini anaweza kufanya ujanja wa kichawi na atatengeneza onyesho ambalo watu hawatasahau kamwe, lakini atahitaji msaada wa watu wengi. Baadaye akaenda kwa wafanyakazi na kuwaonyesha mchoro. Akawaambia watapaswa kujenga mashine itakayoweza kuunda picha angani. Watatengeneza vitu vingine vingi na Oz akawafundisha hata jinsi ya kutengeneza milipuko. Hatimaye, siku ya kushambulia jumba la kifalme ikafika. Theodora na dada yake walikuwa huko.
Watu wote wakafika eneo hilo, huku Evanora na Theodora wakiwaangalia. Ghafla moshi mwingi ukatanda kila mahali na hakukuwa na aliyeweza kuona vizuri. Dakika iliyofuata, vivuli vingi vikaonekana kutoka ndani ya moshi huo. Evanora akatuma askari wake wanaoruka kwenda kuwaua, lakini walipofika wakagundua kuwa hakuna watu halisi. Yote ni udanganyifu. Kiuhalisia yalikuwa ni masanamu ya mbao yaliyokuwa yakivutwa kwa msaada wa mashine. Zaidi ya hayo, maua yaliyokuwa bustanini yalikuwa na sumu kali, na askari wote wa Evanora walipofika hapo wakaanguka kwenye usingizi mzito kutokana na sumu. Hata hivyo, askari wawili wa Evanora wakafanikiwa kumkamata Glinda na kumpeleka angani kuelekea kwenye jumba la kifalme. Fimbo ya uchawi wa Glinda ikaanguka chini na Evanora akaanza kuitafuta. Lakini kabla Evanora hajapata fimbo hiyo, Mdoli akaichukua. Sasa Mdoli akaibeba fimbo hiyo kuelekea kwenye jumba la kifalme ili amfikishie Glinda. Muda huo huo, ikaonyeshwa kwamba Oz alitaka kutumia puto kutoroka na akafika juu ya jumba la kifalme ambako kulikuwa na hazina. Oz akajaza puto hilo kwa hazina nyingi kisha akaondoka hapo. Evanora na wengine wakashuhudia yote hayo. Glinda akiwa amefungwa na Evanora, Evanora akamwambia aangalie, yule aliyemchukulia kuwa mkombozi anakimbia. Theodora akatupa moto kwa kutumia nguvu zake za kichawi na puto likapasuka na kuanguka chini. Watu wote wakafikiri kwamba Oz amekufa na wakahuzunika sana. Evanora akasema kwamba unabii wa mtabiri ulikuwa wa uongo na kwamba mchawi wao sasa amekufa. Rafiki wa Oz, tumbili mwenye mabawa, akahuzunika sana na kuanza kulia. Ghafla, mwanaume mmoja akatokea mbele yake. Ni Oz mwenyewe akiwa amejificha kwa kubadilisha nguo. Kiuhalisia, hakuwa ndani ya puto lile. Oz akasema, sasa ni wakati wa kuonyesha uchawi wa kweli. Wakati Evanora na Theodora wakikaribia kumuua Glinda, ghafla sehemu ambayo puto liliangukia ikatokea mlipuko mkubwa. Ndani ya moshi huo, sura kubwa sana ya binadamu ikaonekana. Ni Oz. Oz akasema, je, mlidhani mnaweza kunishinda? Mimi ni mchawi mkubwa, sasa nitawaangamiza nyote. Watu wote wakaogopa sana kuona hayo. Oz akasema, enyi watu wa Oz, msiogope, sitawadhuru. Evanora akaamuru askari wake wamshambulie. Askari wakarusha mikuki yao kuelekea kwenye moshi, lakini Oz haathiriki kwa sababu yuko ndani ya mashine na kile walichokiona ni taswira tu ya picha yake kwenye moshi. Askari walipoona mashambulizi yao hayana athari, wakakimbia kwa hofu. Oz akasema, tizameni, sasa nitachukua nyota kutoka angani na kuwaangamiza. Mara moja fataki zikaanza kulipuka angani. Kiuhalisia watu hawa hawajawahi kuona mafataki, hivyo wakaogopa sana. Evanora alipoona hayo, akaogopa na kusema kwamba huo ndio uchawi wa kweli, kisha akakimbia. Lakini Theodora akabaki pale. Akamwambia Oz, hata kama sikuweza kukuua, haijalishi, lakini nitamuua yule unayempenda. Kabla Theodora hajamdhuru Glinda, Mdoli akamrudishia Glinda fimbo yake ya uchawi. Mara tu Theodora alipogeuka, Glinda akatoweka kutoka hapo. Baada ya hapo, Theodora akatupa moto kuelekea kwa Oz, lakini ikagonga moshi tu, hivyo haikumfanya chochote. Lakini baruti ya milipuko iliyokuwa imefichwa ilipopelekwa kwa Theodora, akaogopa sana na kuanza kukimbia. Akakaa juu ya ufagio wake wa kichawi akiwa tayari kutoroka. Wakati huo, Oz akamwambia kwamba kinachomtokea si kosa lake. Akamwambia kuwa siku atakapoondoa chuki iliyojificha ndani yake na kutambua wema wake, anaweza kurudi tena. Theodora akajibu kwamba hatarudi kamwe, kisha akaondoka. Baada ya hapo, kulikuwa na mapambano makali kati ya Evanora na Glinda. Wakapigana vikali. Evanora alikuwa na mkufu wa kijani, Glinda akauvunja na kufanya nguvu zote za kichawi za Evanora zipotee na kuonyesha sura yake halisi ya kutisha. Glinda akamtupa mbali kwa kutumia fimbo yake ya uchawi. Wakati huo huo, askari wa Theodora wakamchukua na kumwondoa hapo. Kwa njia hii, dada hao wawili wakaondolewa katika ufalme huo. Oz akasema kwamba siri ya kifo chake isifichuliwe kamwe. Watu waamini kwamba alijitoa sadaka kwa ajili yao, kwa sababu siku moja wachawi hao wawili wanaweza kurudi na wakati huo watahitaji tena ile mashine. Baada ya hapo, Oz akagawa zawadi kwa watu wote. Kisha akamwambia Mdoli wa udongo kwamba anatamani angeweza kumpa kile alichotamani, lakini badala yake akamkabidhi marafiki zake, na kuanzia sasa hao ndiyo familia yake. Mdoli akafurahi sana. Baadaye Oz akamchukua Glinda nyuma ya pazia na kumwambia kwamba amemfanya kuwa mtu bora zaidi na anataka kumshukuru kwa hilo.
akambusu Glinda, na hapo ndipo filamu yetu inaishia. Pia hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwaheri.